nchi ya Marekani, lakini pia atakayezifanya nchi za Umoja wa Ulaya, nchi za Magharibi, kuweza kuwa ndio nchi ambazo zitakazomiliki vyanzo vya uchumi vilivyopo ndani ya Mashariki ya Kati. Kikwazo pekee ambacho kinachoziwia Israel kuwa superpower ndani ya Mashariki ya Kati, kikwazo pekee ambacho kinachoziwia nchi za Magharibi pamoja na mshirika wao Marekani kuweza kushindwa kutawalia rasilimali zilizopo ndani ya Mashariki ya Kati ni Uislamu, lakini pia ukiongozwa na taifa la Kiislamu la Iran. Idhan, lengo letu la kwanza ni kuhakikisha kwamba tunaifanya regime change ndani ya taifa la Iran kwa kuingiza mfumo wa demokrasia, mfumo ambao utakaosababisha kuleta mageuzi ya kuwaondoa wa Irani katika mfumo wa Kiislamu tangu mwaka wa 1979 na kuwaingiza katika mfumo wa demokrasia, mfumo ambao umeandaliwa tangu kumalizika kwa vita kuu ya pili ya dunia mwaka wa 1945, mfumo ambao uliandaliwa na taifa la Marekani pamoja na mataifa ya Magharibi kama silaha au kama nyenzo na daraja litakalowafanya wao waweze kuitawala dunia, na hasa katika mataifa ya Afrika, mataifa ya Asia, lakini pia mataifa ya ulimwengu wa Mashariki ya Kati. Lengo la pili ni kwamba Irani ameweza kukamatia shingo ya dunia ambayo kwa muda mrefu sana tumelishwa matango pori kuonyesha kwamba shingo hii ya dunia, the Strait of Hormuz, hakuna kinachotumika katika mabadilishano na kusafirisha bidhaa za kibiashara kwa kupitia lango hili isipokuwa ni 20% tu. Lakini ukweli ni kwamba the Strait of Hormuz ndiyo shingo ya dunia. Maana yake ni zaidi ya 20%. Ndiyo maana Irani ilitambua na kuweza kumiliki lango hili na kubadilisha mkakati wa vita kutoka katika regime change kuja kwenye the Strait of Hormuz. Ulimwengu mzima umeweza kulalamika. Ulimwengu mzima umefikiwa na madhara hayo. Ulimwengu mzima umeonja athari ya Iran kukamatia lango hilo. Kwa hiyo tukifanikiwa kumdondosha Iran, tutakuwa tumeikamata dunia. Tukifanikiwa kudondosha utawala wa Iran na kufanya mabadiliko ndani ya taifa la Iran, tayari Israeli anakuwa ni superpower ndani ya Mashariki ya Kati. Jitihada ambazo zimegonga mwamba hadi sasa, na ndio maana sasa anatumiwa Pakistan kama sehemu ya kuja kufanya negotiation, diplomasia, ili Irani aiweze kujiondoa katika mkakati wa uzalishaji wa makombora ya nyuklia. Irani aweze kuikabidhi uranium ambayo tayari imekwisha chakatwa kuingia katika matumizi ya nyuklia. Irani aweze kufungua lango la Hormuz ili liweze kupita, meli za kibiashara ziweze kupita bila ushuru wa aina yoyote. Jambo ambalo Iran ameweza kusimama katika msimamo wake. Irani hajakubali kuyumbishwa. Irani hajakubali kuachana na mpango wa kuzalisha nyuklia. Irani amekataa kuachana na mpango wa kuzalisha makombora ya masafa marefu. Iran amekataa kuachia lango la Hormuz, na ukitaka kupita katika lango la Hormuz lazima utoe ushuru. Lengo la pili la Marekani pamoja na Israeli ni kuhakikisha kwamba wanaivamia Turki baada ya kufanikiwa kuidondosha dola ya Iran. Kwa nini Uturuki? Unaweza ukajiuliza maswali mengi sana. Kwa nini Marekani na Israeli wametangaza ayana
vita dhidi ya Uturuki baada ya kuwa wameidondosha dola ya Iran. Na wakati huo huo Uturuki ipo katika moja ya nchi zinazounda umoja wa nchi za umoja wa kijeshi wa NATO. Lakini bado Marekani na Israeli wametamka wazi kwamba baada ya Iran ni kwenda kuidondosha Uturuki. Kwanza lazima ifahamike, unapozungumzia madhehebu ya Shia unazungumzia dola ya Iran, na unapozungumzia madhehebu ya Sunni maana yake unazungumzia Uturuki pamoja na Pakistan pamoja na Misri. Waziri wa mambo ya vita wa Marekani anasema lengo letu sisi ni kupiga vita Uislamu, kwa sababu Uislamu kwa sehemu ya kwanza ndiyo kikwazo kinachowaziwia Israeli kuwa superpower ndani ya Mashariki ya Kati, lakini pia ndiyo kikwazo kinachoiziwia Marekani na nchi za Magharibi kuwa ndio zitakazopelekea kutawalia vyanzo vya uchumi vilivyopo ndani ya Mashariki ya Kati. Kwa hiyo tunaivamia Uturuki kwa sababu Uturuki ina historia kubwa ndani ya bara la Ulaya, lakini pia ina historia kubwa ndani ya bara la Amerika, lakini pia ina historia kubwa ndani ya bara la Afrika, na ina historia kubwa ndani ya Mashariki ya Kati. Historia hii inatengenezwa maalum kutokana na Daulatu Othmania, dola ya Kiislamu iliyokuwa chini ya Ottoman Empire. Dola hii iliweza kupelekea Uislamu kuenea katika maeneo mengi, ikiwemo katika nchi za bara la Ulaya, ikiwemo Ufaransa mpaka katika maeneo ya Lyon, lakini pia Hispania, lakini pia baadhi ya nchi za Amerika ya Kusini. Lakini Daulatu Othmania iliweza kueneza Uislamu vile vile na kusimamia Uislamu katika mataifa mengi na miji mingi ndani ya Mashariki ya Kati, ikiwemo mpaka Misri, Syria, Lebanon, Iraqi pamoja na Irani yenyewe. Lakini unakwenda unagusa Afghanistan, unakwenda unagusa Tajikistan, unakwenda unagusa mpaka Pakistan yenyewe na baadhi ya maeneo ya India. Lakini vile vile chini ya Ottoman Empire Uislamu uliweza kufika mpaka katika miji ya Afrika ya Kaskazini. Utawala wa Ottoman Empire ulidondoka na kuja kupotezwa katika ramani ya dunia, na aliyekuwa baada ya kushikwa dola hiyo na Hassan Ataturki, ambaye sasa alikuja akafuta matumizi ya sheria za Kiislamu katika Daulatu Othmania katika nchi ya Uturuki. Alikuja akafuta matumizi ya lugha ya Kiarabu katika shule, kuondoa katika mtaala wa shule za Uturuki. Alikuja akafuta lugha ya Kiarabu kutoa katika lugha rasmi ya nchi hiyo na kuingiza lugha ya Kituruki. Alikuja akafuta manhaji ya elimu ya dini mashuleni, dini ya Kiislamu katika nchi ya Uturuki. Lakini Hasani Ataturki ndiye aliyekuja kufuta kiapo cha viongozi waliokuwa wakitawalia kwa kutumia kitabu cha dini, kitabu cha Qur'ani, na kuweka kiapo ambacho kisichofuata Qur'ani, ambacho ni kiapo kinachohusishwa na mfumo wa secularism. Hasani Ataturki ndiye ambaye aliongoza mauaji makubwa dhidi ya Waislamu waliokuwa wanakutwa na misahafu ndani. Akatumia nafasi yake kuwaua kila ambao waliokutwa na misahafu ndani. Hasani Ataturki ndiye ambaye aliyokuja kufuta sikukuu ya Eid al-Fitri, lakini pia akaja akafuta sikukuu ya Eid al-Adha ndani ya taifa la Uturuki. Lakini ndiye ambaye aliyegeuza mfumo wa mapumziko baada ya kuwa siku ya Ijumaa na Alhamisi, akaweka siku ya Ijumaa mosi na Jumapili ndani ya taifa la Uturuki. Hasani Ataturki ndiye ambaye
aliyetoa wasia wakati atakapokufa asisaliwe salatul janaza kwa mujibu wa mafundisho ya sheria za Kiislamu. Kwa maana atakapokufa yeye azikwe kama ambavyo wanavyozikwa watu wengine, kwa sababu yeye alikuwa mbali na mfumo wa sheria za Kiislamu. Hasani Ataturki ndiye ambaye aliyekuja kufuta amri ya wanawake wa Kiislamu kuvaa hijabu ndani ya taifa la Uturuki. Kwa hiyo Rais Recep Tayyip Erdogan wa sasa ndiye ambaye anayefanya jitihada kuhakikisha kwamba Uturuki inarejea katika ramani yake. Uturuki inakuja kushika hatamu kama sehemu ya kurejesha na kujitoa katika dhima ya kudondoka kwa dola ya Kiislamu ya Ottoman Empire katika mikono yao. Kwa hiyo Rais Tayyip Erdogan anajaribu kutengeneza umoja wa nchi za Kiislamu wa kijeshi, lakini umoja wa nchi za Kiislamu kiuchumi, akiwataka Misri, Pakistan pamoja na Saudi Arabia, lakini pia pamoja na Irani yenyewe kutengeneza umoja wa nchi za Kiislamu, jambo ambalo limeingiza hofu kubwa kwa serikali ya Israel na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kuona kwamba anakuja kupotezwa katika ramani ya ulimwengu wa Mashariki ya Kati, lakini pia kupotezwa katika ramani ya dunia, kwa sababu Uturuki ni moja kati ya mataifa yenye nguvu za kijeshi dhidi ya Iran, lakini pia Pakistani ni moja kati ya mataifa yenye nguvu za kijeshi na wanamiliki silaha za nyuklia katika ulimwengu wa Mashariki ya Kati, lakini pia katika ulimwengu wa mataifa ya Kiislamu ndani ya Mashariki ya Kati. Halikadhalika historia ya Misri, na yeye ana jeshi lenye nguvu, lakini pia ni nchi ambayo inayoongoza kwa kuwa na idadi kubwa ya rasilimali watu. Kwa hiyo lengo letu la pili baada ya kudondosha utawala wa Iran, unaofuata ni utawala wa Uturki, kwa kuhakikisha kwamba tunapoteza ramani na malengo haya ambayo tayari yamekwisha anza kuchukua hatua moja baada ya nyingine. Na lengo letu la tatu ni kuhakikisha kwamba tunaondoa na kuivamia Pakistan. Kwa sababu gani? Katika nchi za Kiislamu ndani ya Mashariki ya Kati zinazomiliki silaha za nyuklia ni Pakistan. Na Pakistani ina idadi kubwa ya Waislamu, lakini pia ina idadi ya kuwa na jeshi lenye nguvu na idadi kubwa ya rasilimali watu wanaotengeneza jeshi ndani ya taifa la Pakistan. Pakistan ndiyo nchi ambayo inayotumiwa kama sehemu ya kutengeneza diplomasia baina ya Israel na Marekani pamoja na Iran, kuhakikisha kwamba Iran anajiondoa katika mpango wa nyuklia, anajiondoa katika mpango wa kutengeneza makombora ya masafa marefu, lakini pia anaachia lango hili la Hormuz wazi kuwa ni lango la kimataifa, meli ziweze kupita bila ushuru, jambo ambalo limeshindikana. Mazungumzo hayo yamekwama. Kwa sababu gani? Iran anajua heshima yake haiwezi kupatikana iwapo ataachia lango la Hormuz. Heshima yake haiwezi kupatikana iwapo atajiondoa katika mradi wa kuanzisha makombora ya masafa marefu. Heshima yake haiwezi kupatikana ikiwa atajiondoa katika mpango wa kuzalisha nyuklia. Na wao wanatafuta target, Israel na Marekani wanamtafutia target kwamba ni katika hatua ipi ambayo Iran atajikanyaga na kuingia katika mfumo kama vile ambavyo alivyojikanyaga Saddam Hussein na hatimaye kuvamiwa na kuharibiwa nchi yake na yeye kukamatwa na kuuawa, kama vile ambavyo alivyojikanyaga Muammar Gaddafi na kuweza kuachana na mpango wa nyuklia na hatimaye kuvamiwa na kuuawa. Haya ndiyo wanayotaka katika taifa la Iran, lakini Iran hayo yote tayari imekwisha yaona, ndiyo maana imesimamia hapo. Lakini pamoja na mikakati hii ambayo inaendelea, Pakistan kupitia waziri wake wa ulinzi tayari amekwisha muibia siri Muirani ya kwamba Israeli wanajiandaa kufanya mashambulizi ya nyuklia ndani ya taifa la Iran, kwa sababu
pamoja na mashambulizi makubwa walioyafanya na silaha nzito walizozitumia, lakini bado hawajafikia lengo ambalo walilokuwa wanalitaka. Na wanaona kwamba iwapo Irani atafanikiwa kumiliki silaha ya nyuklia, maana yake lengo lao la kwanza la Iran ni kuipoteza Israeli katika ramani ya Mashariki ya Kati, lakini pia katika ramani ya dunia kwa ujumla, kwa sababu tangu mapinduzi yafanyike ya Iran mwaka 1979 hawaitambui dola ya Israeli kwamba Israeli ni taifa ndani ya Mashariki ya Kati, bali wanatambua kwamba Israeli ni magaidi ndani ya Mashariki ya Kati ambao wanatumiwa na nchi za magharibi ikiwemo Marekani kwa lengo la kusababisha vurugu ndani ya Mashariki ya Kati. Lakini lengo lingine la tano ni lengo la nne ni kuhakikisha kwamba tunaivamia Misri baada ya kuwa tumeyaondoa mataifa haya yenye nguvu ambayo ni Iran, Uturki pamoja na Pakistan. Sasa tunavamia Misri. Lakini waziri huyu wa mambo ya nje amebonyeza huku kwamba hawa wanajiandaa na nyuklia, kwa hiyo na wewe unatakiwa uwe makini. Kwa hiyo lengo la nne la Israeli pamoja na Marekani ni kuhakikisha kwamba wanaivamia nchi ya Misri. Misri ambayo kijiografia iko juu ya Israeli. Misri ambayo kijiografia inamiliki mfereji wa Suez. Mfereji ambao meli zinapotoka au misafara ya kibiashara kupitia meli zinazoingia katika Babul Mandeb moja kwa moja zinaelekea katika mfereji Kanatu Suez ili kwenda katika bahari ya Atlantic pamoja na bahari Nyekundu. Mfereji huu ambao umetengenezwa kwa kupitia fedha za walipa kodi wa Misri, tofauti na Babul Mandeb, lakini pia tofauti na the Strait of Hormuz na Strait Babul Mandeb. Hii ni mifereji miwili, ni malango mawili ambayo kijiografia ni malango asilia, tofauti na Kanatu Suez ambao wenyewe pia ni mfereji umetokana na kodi za wananchi. Sasa hii maana yake nini? Maana yake ni kwamba hauwezi ukawa superpower ndani ya Mashariki ya Kati, lazima umiliki haya malango mawili, ambapo Misri anatengeneza nguvu kubwa za kijeshi kuhakikisha kwamba anamiliki lango hili kikamilifu, na hakuna taifa lingine lolote ambalo lina uwezo wa kuingia kumiliki mfereji huu, ijapo Israeli iliweza kufanya hivyo na ndiyo mikakati yao, lakini bado ilishindikana. Lakini kushindikana kwa wakati huo maana yake kwamba haiwafanyi Israeli kukata tamaa na kujiondoa katika mradi huo na kujiondoa katika mkakati huo au malengo hayo na shabaha hiyo, bali hayo yataendelea na yapo katika mkakati wa muda mrefu, kwamba siku yoyote hawa watu watarudi, kwa sababu lengo lao ni kuhakikisha kwamba wanaitawala Iran, wanaitawala Pakistan, wanaitawala Uturki. Ijapokuwa kwa sasa wameanza na Iran pamoja na Syria pamoja na Lebanon. Maana yake hatua inayokuja ni kuhakikisha kwamba tunaingia Uturuki, tunaingia Pakistan, na sasa tunakuja Misri, kwa sababu Misri hana nguvu kama alizonazo Mturuki, Misri hana nguvu kama alizonazo Pakistan. Iran maana yake Misri hana nguvu kama alizonazo Iran. Sasa tunaanza kwanza kuyashambulia na kuyavamia haya mataifa ambayo ni yenye nguvu. Maana yake tukiweza kufanikiwa huku Misri itakuwa ni kama vile kumsukuma mlevi. Tunaweza kumtawala, tunaweza kufanya chochote ambacho tunachokitaka. Lakini wakati huo pia Misri ameonekana kuwa na ushawishi mkubwa kwa kutengeneza mahusiano ya nguvu za kijeshi baina yake yeye na Urusi, lakini baina yake yeye na China, baina yake yeye na Korea, baina yake yeye pamoja na Uturuki, baina yake yeye na Pakistan, baina yake yeye na Iran. Maana yake kwa jicho la haraka, ikiwa nguvu hizi zitaweza kusimama vizuri, zikatengeneza umoja wao wa kijeshi na wa kiuchumi, hakuna taifa lolote kutoka katika nchi za magharibi au hata huko Marekani litakaloweza kujaribu kutaka kutawala rasilimali za Mashariki ya Kati.
Lakini lengo lao la 4 ni kuhakikisha wanaivamia Saudia. Saudia ambayo kwa sasa imekwisha jipambanua na kusitisha mkataba wa kijeshi wa ulinzi pamoja na Marekani baada ya Marekani kushindwa kuzilinda nchi za Kiarabu ndani ya Mashariki ya Kati kwa kuruhusu makombora ya Irani kufika katika miji yao. Irani iliweza kusambaratisha kambi ya Marekani iliyopo katika nchi ya Saudi Arabia, lakini pia Marekani ilishindwa kuziwia makombora ya Irani yaliyokuja kushambulia ubalozi wake uliopo nchini Saudi Arabia. Hii maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba kwa kuwa umeshindwa kujilinda wewe na kutulinda sisi, hatuna haja ya kuendelea kuweka mikataba ya ulinzi. Saudi Arabia imeweza kufanya mabadiliko na kutengeneza mikataba ya ulinzi na dola ya Pakistan. Maana yake ni kwamba kwa uchumi pia alionao Saudi Arabia, ni rahisi zaidi kumiliki silaha za nyuklia kwa kununua na sio kutengeneza yeye mwenyewe, kwa kununua kutoka katika mataifa haya. Ilhali tayari Uturuki na yeye anatengeneza nguvu kubwa na ushawishi mkubwa kwa baadhi ya nchi kuhakikisha kwamba wanaingia katika mpango wa nyuklia. Lakini taifa la Iran, kwa kadri ambavyo vitisho vinavyoongezeka, na yeye ameendelea kusimamia msimamo wake ule ule wa kuonyesha kwamba silaha walizokuwa wanazitumia sizo ambazo zitakazoingia katika duru ya pili, na hivi karibuni ameweza kuzindua ndege mpya isiyokuwa na rubani kwa ajili ya kwenda kufanya mashambulizi. Lakini Irani mara tu baada ya kupewa signal na taarifa za siri kutoka Pakistan kwamba Israeli inajiandaa kupiga bomu la nyuklia, Irani amefanya majaribio ya nyuklia yanayozungumzika au yanayosadikika kuwa ni majaribio ya silaha ya nyuklia kutokana na mshindo mkubwa uliopatikana. Hii inathibitisha wazi kwamba Iran inamiliki silaha za nyuklia. Iran, pamoja na kwamba haitaki ulimwengu utambue, lakini ni wazi kwamba tayari Iran anamiliki silaha ya nyuklia. Lakini pia ameweza kuzungumza kwamba kupitia vyombo vya habari kama sehemu ya propaganda dhidi ya mataifa mengine kwamba hatuna mpango na kuanzisha utengenezaji wa silaha za nyuklia, lakini tuna silaha kubwa ambazo ni hatari na zenye madhara makubwa kulikoni hata hiyo silaha yenyewe ya nyuklia, jambo ambalo limeendelea kuyachanganya mataifa ya Israeli pamoja na Marekani kushindwa kutathmini uwezo alionao Irani mpaka sasa. Lakini bado imeendelea kuonyesha miji ya makombora ya maslaha iliyoko chini, miji ya makombora iliyoko chini ya milima, makombora ambayo hayajapatwa kutumiwa na makombora ambayo hayajulikani katika ulimwengu wa vita na nchi za Israeli, Marekani pamoja na nchi zingine. Hii ni kuonyesha namna gani Iran ilivyokuwa imejipanga kwa vita vya muda mrefu. Ndugu zangu, vita ni maandalizi, lakini wakati unakwenda kuanzisha vita ni lazima ujue jambo gani ambalo wewe ukiliminya itakuwa ni sababu ya kumtenza nguvu adui yako. Irani anakwenda kudhoofisha uchumi wa Marekani, lakini pia anakwenda kudhoofisha uchumi wa nchi za magharibi, ili sasa mwisho wa siku wasiwe na nguvu ambazo walizokuwa wanatamba nazo, na wasiwe na uwezo ambao waliokuwa wanatamba nao, uwezo ambao uliowafanya kuyaona mataifa mengine kuwa ni watumwa na wao ndio watwana katika dunia hii. Iran anaendelea kuonyesha ni kwa nini yeye sasa amekuwa ni superpower ndani ya Mashariki ya Kati, lakini pia amekuwa superpower pamoja na mataifa mengine katika dunia hii. Yako mengi sana ya kuendelea kujifunza kwa kupitia vita hivi. Sisi kama mataifa ya Kiafrika tuna nini katika ulimwengu wa jeshi? Tuna nini katika ulimwengu wa sayansi na teknolojia? Tuna nini katika ulimwengu wa uchumi? Tuna nini katika ulimwengu wa rasilimali? Namna gani tunapaswa kuzilinda rasilimali zetu na kusacrifice our lives, maisha yetu, kwa ajili
ya Afrika itakayobakia, kwa ajili ya watoto wa Afrika ambao leo hii wanaishi katika hali ya ukimbizi, ambao leo hii maelfu na malaki ya watoto wa Kiafrika wanakufa njaa, ilhali nchi zao zinamiliki uchumi, zinamiliki ardhi pana ambayo inayofaa kulimwa chakula, lakini leo watoto wa Kiafrika wanakufa njaa. Watoto wa Kiafrika wanafariki ile hali wanakimbia vita kwa sababu ya maslahi ya watu wachache wanaopigana, wanaowapiganisha mataifa yao kwa maslahi yao binafsi. Watoto wa Kiafrika ambao wanapoteza maisha kwa kukosa elimu iliyokuwa bora, ila hali nchi zao zina rasilimali kubwa, zina rasilimali ya kitambo, zina rasilimali ambazo zikitumika, elimu katika mataifa hayo itakuwa ya kiwango cha juu. Wanawake wa Kiafrika wanafariki kwa kukosa huduma bora za afya, ile hali nchi zao zinamiliki rasilimali ambazo zikitumiwa ipasavyo, huduma za afya zitakuwa ni bure. Huduma za afya itakuwa ni chanzo cha kuokoa maisha na uhai wa watoto wa Kiafrika na vifo vya wazazi. Ndugu zangu, ya kujifunza katika vita hivi vya Irani ni mengi. Irani imeweza kufika hapo ilipo kwa sababu ilisimamia rasilimali zake yenyewe, imesimamia ardhi yake yenyewe. Ndio maana wakaweza kutumia rasilimali zao kutengeneza jeshi lenye nguvu. Wameweza kutumia rasilimali zao kutengeneza elimu, mfumo wa elimu uliokuwa thabiti, unaokuja kumkomboa mwananchi kwa mujibu wa sera ya taifa lake. Wameweza kutengeneza kufikia katika kiwango bora cha teknolojia, lakini pia wameweza kufikia katika kiwango bora cha huduma za afya, kiasi kwamba kutibiwa kwao ni bure, madawa ni bure, lakini madawa ambayo hayaagizwi kutoka nje, bali ni madawa ambayo yanatengenezwa na wataalamu wao wa ndani. Lakini leo nchi za Kiafrika tunauana wenyewe kwa wenyewe, tunapiganishwa wenyewe kwa wenyewe, tunatenganishwa wenyewe kwa wenyewe, tunasambaratishana wenyewe kwa wenyewe kwa sababu ya maslahi ya watu wachache waliopo madarakani na wanaendekeza maslahi yao binafsi badala ya maslahi ya